Uhaligani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 30 siku ya Jumanne asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaanza na habari kubwa inayosema maeneo nyeti chini ya ulinzi polisi watanda. Maeneo nyeti chini ya ulinzi polisi watanda. Ulinzi waimarishwa kwenye miundombinu miradi muhimu Dar es Salaam. Viwanja vya Sabasaba ulinzi maradufu, Kamanda Murilo asema. Lakini siku ngoma ngumu CCM yaachiwa zigo. Na maofisa wakuu wa shule chini walivyo vikwazo kwa wanafunzi. Maofisa wakuu wa shule nchini walivyo vikwazo kwa wanafunzi. Lakini Katambi akaliwa kooni. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, lenye linaanza na habari inayosema Waziri Katambi sasa kuburuzwa kortini. Waziri Katambi sasa kuburuzwa kortini. Wadau wazidi kumjia juu kutokana na kauli yake aliyoitoa yenye akazia msimamo wake. Lakini serikali yatoa majibu kauli ya Profesa Sadi. Serikali yatoa majibu kauli ya Profesa Sadi. Kesi ya dawa za kulevya, mashahidi 23, flashi 30, vielelezo 62 kuwasilishwa. Lakini tetemeko la ardhi la tikisa mkoa wa Dodoma, Singida. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye habari za kimataifa kwenye gazeti ya Nipashe kuna habari inayosema Hormuz hali bado tete, wasafirishaji mafuta wapata njia mbadala. Lakini wenye ulemavu adhihirisha thamani ya mkopo aliyopewa na halmashauri. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Rada lenye linaanza na habari inayosema mwenyekiti atuhumiwa kumiliki magenge ya uhalifu. Lakini Chadema yaishika CCM pabaya, bosi Ikulu abebeshwa zigo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Rada kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika TRA yajivunia miaka 30 ya mafanikio. Lakini Madereka, Rais Samia ni mama mlezi. Madereka asema Rais Samia ni mama mlezi. Na Ndejembi aweka wazi mradi wa bomba la mafuta wafikia 86%. Lakini Profesa Barawa asisitiza uwekezaji katika mifumo ya kisasa ya tahadhari ya mapema. Lakini Dr. Akwilapo ahidi ushirikiano na taasisi za kidini katika kuboresha huduma za kijamii. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye linaandika Dr. Latifa, Rais Dr. Samia kinara maonesho Sabasaba. Lakini mafanikio TRA usipime kabisa. IGP Wambura amteua mrithi wa Afande Abwao. Na serikali yataka uwekezaji zaidi sayansi ya tabia nchi. Na wanasiasa wasomi nchini wakoleza ulinzi wa amani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanahabari lenye asubuhi ya leo linaandika habari inayosema Nkasi wampa kongole DC lijua likali kwa utendaji wake. Lakini utekelezaji bajeti ya serikali 2026-2027 kuchochea maendeleo kwa wananchi. Lakini Ndejembi ujenzi wa bomba la mafuta wafikia 86%. Na miaka 30 TRA makusanyo yafikia trilioni 3 kwa mwezi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Na tukiangazia kwenye gazeti lako Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, lenye linaanza na habari inayosema Rais Samia kutoa tuzo ya rais kwa mlipa kodi bora kesho. Lakini Abdul Malik Moleli, utambuzi wa chuo ni hatua ya kwanza kabla ya safari. Na Balozi Omari, benki ya Afrikzim ni mshirika muhimu wa kimkakati. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Jamhuri lenye asubuhi ya leo linaandika bandari ya Kilwa ni game changer. Lakini TANROADS imeruhusu machinjio ya binadamu. Na fundisho ndo habari inaandikwa fundisho. Na Dr. Nyansao wanatakiwa makamanda wa kimkakati.
Lakini wastaafu visiwani Komoro wamwangukia Rais Azari, na aliyetajwa na Asadi huyu hapa. Huyu ni yule waziri kijana mwenye mali nyingi aliyetajwa na Azari. Gazeti lako la Jamhuri linasema ni huyu hapa. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru lenye linaandika TRA ya paa kutoka makusanyo ya bilioni 24 hadi trilioni 3 kwa mwezi. Lakini wakulima waondolewa kutumia viuatilifu vya asili, na Global Education Link ya waondolea hofu wazazi, na Balozi Hamisi Musa Omari asema Afriksim ni benki muhimu barani Afrika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huku gazeti lako la Mtanzania leo asubuhi ya leo linaandika Global Education Link ya wanoa wanafunzi kwa masomo ya nje. Lakini waziri wa fedha ateta na mkurugenzi mkuu mpya wa benki ya Afriksim, na kamishna mkuu TRA amshukuru Rais Samia kwa kuwekezesha mamlaka hiyo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Zanzibar leo lenye linaandika Dr. Nchemba, hatupaswi kupuuzia viashiria uvunjifu wa amani. Lakini RC mjini awaonya wanaohatarisha amani, na ZRA ya wapiga msasa walipa kodi wapya. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Tanzania leo lenye linaanza na habari inayosema Rais Samia na Dangote wajadili uwekezaji wa mbolea na nishati, na Rais Samia hana mzaha kwenye uwekezaji. Rais Samia kupokea gawio la michango ya taasisi za umma leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Biashara leo linaandika TRA yapa kutoka makusanyo ya bilioni 24 hadi trilioni 3 kwa mwezi, na ujenzi wa bomba la mafuta ghafi Hoima Chongolen ani kukamilika Agosti 2026. Lakini wazazi waipongeza Global Education Link. Balozi Hamisi Musa Omari asema Afriksim ni benki muhimu barani Afrika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Biashara leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Majira linaandika mjasiriamali azidi kuipaisha Tanzania kwa kutoa kwa kuzoa tuzo. Lakini Rais Samia kuongoza maadhimisho ya TRA. Serikali yafafanua upotoshaji biashara ya carbon, na Balozi Omari ateta na mkurugenzi wa mpya wa Afriksim. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani, na gazeti lako la Mwanahabari linaandika Engineer Hersi Saidi achukuliwa fomu. Lakini kocha Simba ataka kubaki na Gomez. Charles Awa atajwa kurudi Bongo. Lakini Msuva nitafunga mabao 20 nikicheza Bongo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Wamachinga lenyewe linaandika wazee Yanga wamchukulia fomu Engineer Hersi. Lakini Haji Mnoga hatua Belgium. Nyota Simba Queen kutua Misri. Lakini Beckham aitabiria ubingwa England. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaanza na habari inayosema Simba yaipiga bao Yanga, lakini leo ndiyo funga kazi. Kombe la NBC Premier League likitamba hewani na kusubiri wapi linapoenda kuanguka. Ni Meja Isamuyo au ni KMC kwa Simba Sport Club. Lakini bado kuna habari inayosema Afrika ya mjibu Gennaro Gattuso. Afrika ya mjibu Gennaro Gattuso. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina, ikiwa leo ndio siku ya kufungwa kwa ligi kuu ya Tanzania bara, huku ni Simba akimnyatia Yanga kwa kusubiri adondoshe pointi, lakini Yanga nao wanasema ubingwa ni wetu. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, na ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.